Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi wa Mungu Bart James. Niko hapa kwa lengo moja tu la kuleta maneno ya uzima kwa wewe unayetazama na wewe unayefuatilia ujumbe huu au ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho tofauti tofauti, na leo liko jambo kubwa ambalo Bwana ataenda kusema na maisha yako, na utaenda kufunguliwa na kumwona Bwana kwa namna ya tofauti sana. Kwa hiyo nikukaribishe tuweze kwenda pamoja. Kama una Biblia, kama una daftari, chukua huo naandika na kusoma, ili uweze kujithibitishia kwamba haya yanavyosomwa na kufundishwa ndivyo yalivyo. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu ambao Bwana umeweka ndani ya moyo wangu. Ninaomba anaenda kusikia, Bwana ukaseme naye kwa uweza na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ni katika jina la Yesu, amen. Leo ninakuja na mfululizo wa somo linaitwa kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba, na nitakuwa na vipengele kadhaa ambavyo nitakuwa nikivielezea, na kila kipengele kitakuwa kinajitegemea na kitakuwa ni sehemu ya somo kamili. Kwa leo tutaanza kuchambua maana ya kufunga na kuomba kibiblia, lakini pia kuna vipengele vingine nimejaribu kuviainisha hapa: njia sahihi za kufunga, lakini sababu za kufunga, aina za mifungo, mambo ya kuzingatia kabla ya kufunga, wakati unafunga, lakini baada ya kufunga. Lakini pia tena tutaangalia mifano ya watu waliofunga na wakapata matokeo, lakini pia tutaangalia maombi ya mfungo yasiyokubalika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vipengele vyetu hivyo, tutakuwa tunapitia kimoja baada ya kingine kwa awamu kadri Bwana atakavyotupa neema. Leo tutaangalia maana ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufunga ni nini? Ndugu mtazamaji, na wewe unayefuatilia, sio mara ya kwanza kusikia neno kufunga au neno maombi, lakini hii maana nitakayokuletea, acha ikawa na faida katika maisha yako, acha iweze kuleta matokeo na matunda katika maisha yako. Maombi yanaweza kufanyika mtu akiwa amefunga au hajafunga, maana ni sehemu ya maisha kwa mtu aliyeokolewa na Yesu. Lakini unapokuja kwenye kiwango cha kumtafuta Mungu, kuna mambo ambayo lazima tuyape kipaumbele. Kuna mambo ambayo lazima tuyafanye kwa ajili ya kumkaribia Bwana sana, na njia mojawapo au mambo hayo mojawapo ni kufunga. Nitaenda kufafanua nini maana ya kufunga. Maana ya kwanza iliyo nyepesi kabisa, ambayo inaweza kukupa tafakari ya haraka: kufunga ni kujizuia kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Narudia tena, kufunga ni kujizuia kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Na hapa kwenye kujizuia, unaweza kujizuia mambo tofauti tofauti. Kuna watu wanaweza kujizuia kula, mtu akaacha ratiba kadhaa za kula kwa ajili ya kutafuta Bwana. Mwingine anaweza akajizuia ratiba za kazi, akasema kwa wiki moja, kila baada ya miezi miwili au mitatu, nitakuwa na wiki moja ambayo sitaenda kwenye kazi yoyote, nitakaa kutafuta uso wa Bwana. Maana yake amesitisha programu zake na ratiba zake za kila siku kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Ndio maana nyakati za zamani au enzi za wazee wetu watangulizi wa imani na watu waliotembea na Mungu, walikuwa wakitaka kufunga ili mfungo uweze kuleta maana, uweze kuwa na uzito. Walikuwa wakijitenga sana, wanaenda katika mazingira ambayo ni ya upweke kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana ya kwanza ya kufunga ni kujizuia mambo yako binafsi,
yaliyo ya kipaumbele kwako na kumpa Mungu muda wa kutosha. Ndio maana ya kufunga. Lakini maana ya pili ya kufunga ni uwezo wa kujizuia au kupunguza ratiba za kula chakula cha kimwili na kuchukua muda mwingi kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Kwamba mtu anajaribu kumtafuta Mungu kwa njia hii, anapunguza ratiba zake za kula. Ule muda alikuwa anakula, labda ni mfanyakazi, anasema mimi ukifika muda wa kula labda chakula cha asubuhi, breakfast, atasema mimi ule muda sitakula, nitajitenga, nitaomba. Lakini itafika muda wa kula chakula cha mchana, lunch time, atajitenga pia, ataweza kumtafuta Mungu. Lakini mtu huyo kwa muda wote huo anakuwa amefunga, lakini kuna vipindi anapata muda wa kuweza kuomba. Na ni muhimu sana kulijua hili, kwamba kufunga kusikoambatana na maombi hakuwezi kukazaa matunda makubwa sana. Ni heri mtu anayeomba bila kufunga kuliko anayefunga bila kuomba, kwa sababu atakuwa amekosea kanuni. Ndio maana kufunga na kuomba ni vitu ambavyo vinashikamana, ni kama neno na imani, ni vitu vinavyoshikamana. Kiwango cha neno kinaleta kiwango cha imani, na kufunga na kuomba vikienda pamoja, huyu mtu anapata matokeo ya nguvu za Mungu na kuona uso wa Bwana. Kwa hiyo maana nyepesi kufunga ni kujizuia kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Kwa hiyo unaweza ukajizuia hata kutumia vitu fulani. Unaweza ukajizuia hata kulala, ukasema mimi sitalala kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana, sitapumzika. Labda ulikuwa na ratiba ya kulala, unalala saa 5 usiku, unasema mimi sitalala, nitaongeza masaa haya mawili, kwamba saa 6 na saa 7 nitaongeza ili niutafute uso wa Bwana. Tayari umejizuia ratiba ya kulala kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kingine, unaweza ukajizuia kukutana na watu baadhi kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Unaweza ukajizuia kabisa kukutana na watu kadhaa wanaokuzunguka katika maisha yako, na ukajiwekea watu wachache ambao wanaweza kukufikia wakati unafunga. Na hapa tunakoendelea kwenye aina za mifungo, takuja nifafanue vizuri ili uweze kunielewa kwamba ukifunga aina hii, ukifunga mfungo wa aina hii, nini kinatakiwa kufanyika, na ili usifunge tu kwa mazoea na kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tufungue maandiko, kitabu cha Zaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi 132 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 5. Zaburi 132 mstari wa 1 hata ule wa 5. Bwana umkumbuke Daudi, taabu zake zote alizotabikia. Naye aliyemwapia Bwana akaweka naziri kwa shujaa wa Yakobo. Sitaingia hemani mwa nyumba yangu, wala sitapanda matandiko ya kitanda changu. Sitaacha macho yangu kuwa na usingizi, wala kope zangu kusinzia, hata nitakapompatia Bwana mahali na shujaa wa Yakobo maskani. Tunaona Daudi anaonyesha aina fulani ya kujitenga au aina fulani ya kujizuia kwa ajili ya kumtafuta tu Bwana. Daudi, kumbuka, alikuwa ni mfalme, ana fedha, ana utawala, ana uongozi, ni maarufu, ana mifugo, ana kila aina ya kitu ambacho kinahitajika kwa maisha ya mwanadamu. Lakini pia alikuwa ni kiongozi mkubwa sana katika nchi ya Israeli. Lakini ikafika wakati anasema, Bwana, nitachukua agano, nitaapa mbele zako kwa muda fulani, sitaenda kulala kwenye kitanda changu kizuri, sitafanyaje, sitaingia hemani mwa nyumba yangu, kwamba sitaenda nyumbani, kwamba kwa muda fulani mimi sitaenda nyumbani, nitautafuta uso wa Bwana. Huyo mtu anaonyesha alikuwa serious, akijizuia
Daudi ana mke lakini akajizuia, sitaenda nyumbani. Daudi ana watoto, ana familia, akasema sitaenda nyumbani mwangu. Kwa nini? Kuna jambo alikuwa nalo moyoni ambalo alitamani alifikishe mbele za Mungu na apate majibu ili Mungu aweze kufanya kitu katika maisha yake. Daudi akasema sitaenda nyumbani, wala sitapanda matandiko, wala sitalala usingizi. Akasema mimi sitaacha macho yangu. Maanake hata usiku Daudi alikuwa anajiachilia kwa Bwana kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Kwa tunaona aina ya kufunga ya Daudi alivyojizuia. Hizi ni sehemu za maisha ambayo kila mwanadamu anaweza kuwa nayo. Kwa hiyo tunaona Daudi akaweza kufunga kwa ajili ya kuzuia ratiba zake alizokuwa nazo kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana, na lengo kuu alikuwa anataka amtafutie Bwana nafasi. Yaani kuna nafasi ndani ya maisha yake ambayo ilihitajika Mungu aweze kuichukua au kuikava. Kwa hiyo nafasi ikampa juhudi Daudi aweze kumtafuta Mungu sana ili hiyo nafasi ipatikane. Mpendwa unanisikiliza, nataka niseme na wewe kwamba kuna mazingira ule uwepo wa Mungu unapokuwa umepungua, au kuna mazingira uwepo wa Mungu haujapungua, lakini una shauku ya kumtafuta Mungu zaidi, unawiwa moyoni mwako kumtafuta Mungu zaidi, ili uweze kuongezeka katika kumfahamu Mungu, uweze kuongezeka katika viwango vyako vya rohoni, uweze kuongezeka katika mamlaka, katika utumishi, katika huduma, uweze kuongezeka katika mafunuo. Kama ni mchungaji uweze kuongezeka katika kufundisha, kuchunga. Kama ni mtume uweze kuongezeka. Kama ni mwimbaji upate mafunuo ya nyimbo zilizo bora ambazo zinaweza zikaimbwa kwa wakati wote. Kwa hiyo kitakachokusaidia wewe ni kufunga ratiba kadhaa kwa ajili ya kumtafutia Mungu nafasi. Yaani Mungu kuna nafasi ndani ya maisha yetu anaitafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nafasi ni wewe kuchukua hatua. Kama Daudi asingechukua hatua ya kuweza kujitoa kiasi hiki, asingekutana na Mungu. Na hapa Daudi sura ya 132 ana ujuzi wa kutembea na Mungu, au experience ya kutembea na Mungu anayo. Ana experience ya kuona nguvu za Mungu, maana alikuwa ni mtu wa ibada, lakini kuna namna kaona kiwango nilichotembea na Mungu, sasa basi nataka tena kiwango kingine. Akafunga, akaacha ratiba zake, akatoka ikulu, akatoka kwenye nyumba yake ya kifalme, akatoka katikati ya walinzi. Alivyotoka kule akasema mimi sitarudi. Akatafuta location, akatafuta mahali pazuri, akaweza kutafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukawa ni mfanyakazi kweli, umebanwa na kazi, lakini unapokuja kwenye swala la kufunga unaweza ukasubiri wakati wa likizo yako. Umepewa likizo kama ni wiki moja au ni siku 3. Kuna zile siku unaweza ukasema labda kuna zile nyakati za vipindi vya uhuru, unaweza kupewa likizo au holiday, zile siku ambazo ni za kitaifa, unaweza ukazitumia vizuri kumtafuta Mungu na ukamwona. Kwa hiyo hakuna kisingizio, hakuna sababu ya kujitetea kwamba mimi siwezi kufunga. Daudi alikuwa ni mfalme na yuko busy, anafuatiliwa na watu wakitaka masuluhisho, watu wakitaka maongozi, watu wakitaka mashauri kwake, lakini pamoja na hayo Daudi alichukua nafasi ya kuweza kufunga na Mungu aliweza kuonekana kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kufunga maana yake ni kuzuia ratiba za mwili, za roho na nafsi kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Naomba tuendelee mbele. Naomba niweze kusema nini maana ya maombi ili uweze kunielewa. Maombi ni nini? Maombi ni muunganiko wa kiroho. Maombi ni muunganiko wa kiroho ambao unaleta ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo tukishasema tu neno maombi ni muunganiko wa kiroho kati ya Mungu na mwanadamu, unaoleta ushirika uliothabiti na imara, ambao ushirika huo unafanya sasa mawasiliano yaweze kuwepo bayana ya pande mbili kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini kwa lugha nyingine nyepesi, wengine wanasema au
ni kusemezana na Mungu, kwamba kusemezana, Mungu anazungumza na wewe unazungumza, unapeleka hoja zako kwa Bwana, unapeleka mahitaji yako kwa Bwana. Kwa hiyo hayo ni maombi, au maana nyingine ya maombi. Maombi ni bahasha inayobeba mahitaji na dhamira ya moyo kupeleka mbele za Mungu, kwamba mtu ana mambo ambayo yapo ndani ya moyo wake, ana jambo analopitia, au kuna jambo anatamani Mungu alifanye, amelifikiria au ameliwaza au ameliona, anaenda mbele za Mungu, anaweza kusema naye, na hiyo njia ya kwenda kusema naye inaitwa ni maombi, lakini anachoenda kupeleka kuna ujumbe umebebwa ndani ya maombi. Kwa hiyo ndio maana kuna migawanyiko ya maombi tofauti tofauti. Tutaendelea mbele, tutakutana na hayo masomo. Uendelea tu kufuatilia mfululizo wa masomo haya na hakika utabarikiwa sana. Kwa hiyo tunaona maana nyepesi ya maombi ni kupeleka hoja mbele za Mungu, au ni kujihuzurisha mbele za Mungu kwa njia ya maneno, kwa njia ya mawazo, kwa njia ya matendo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaweza wakaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisome andiko moja hapa, linaweza likatusaidia. Kitabu cha Waebrania sura ya 5 na mstari wa 7. Waebrania 5 na mstari wa 7 inasema, yeye siku hizo kati za mwili wake alitolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona ni mfano mwepesi wa Kristo Yesu. Anasema katika siku za mwili wake hizo, yeye alijitolea kwa yeye awezaye kumwokoa, yaani alijitoa dhabihu mbele za Mungu awezaye kumwokoa roho yake. Alitoa nini? Kitu gani alijitolea kwa Mungu? Alitoa maombi, alitoa dua, alitoa sala, dhabihu ya moyo, mateso yote akakubali, na kulia na machozi, na kupitia hayo akasikilizwa kwa kuwa alikuwa mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona yote hayo yalikuwa ni sehemu ya mahitaji, yakapelekea mpaka kulia. Machozi yana sauti mbele za Mungu, kilio kina sauti mbele za Mungu. Kuna wakati unaweza ukapita kwenye hali ambayo imekuvunja moyo, hata ukashindwa kutamka maneno, ukawa unaangua kilio tu, unalia, bado mbele za Mungu ana uwezo wa kutafsiri machozi kuwa maneno mbele za Mungu. Kwa hiyo matendo yako, mwingine anagalagala chini, anagaagaa chini, analala kifudifudi, anapiga magoti, yote hayo ni matendo yanayoonyesha kwamba una uhitaji mbele za Mungu. Kwa hiyo tunapoongelea swala la maombi na kufunga, ni kitu ambacho unajiweka wazi, unajiweka wakfu kwa Bwana, unajiachilia mbele za Bwana kwa kiwango ambacho si cha kawaida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niende haraka ili tuweze kuelewa kwa sehemu. Nataka niingie kwenye kipengele cha pili, aina za mifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina za mifungo. Kama unaandika, andika aina ziko 3 za mifungo. Kuna aina ya kwanza inaitwa kufunga katika roho. Aina ya pili ni kufunga katika nafsi. Aina ya 3 ni kufunga katika mwili, au vyovyote utakavyoanza kufunga katika mwili, nafsi na roho. Na hapa nitafafanusha kwa undani ili angalau uweze kupata picha halisi ya kufunga
ili utakapochukua maamuzi ya kwenda kufunga uwe na maarifa ya kutosha namna gani utaweza kufunga na Mungu aweze kuonekana kwako. Kufunga kama nilivyosema, kuna aina tatu. Kuna kufunga katika mwili, kuna kufunga katika roho na kuna kufunga katika nafsi. Na leo tutayachambua haya mambo kwa undani kabisa ili tuweze kuona jinsi ambavyo inakuwa. Naomba nianze na kufunga katika mwili. Haleluya. Ni kufunga katika mwili. Yako maandiko kadhaa. Tuanze na kitabu cha Ezra. Kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 na hata ule wa 23. Kufunga katika mwili, naomba nisome kitabu cha Ezra sura yake ya 8 21 hata 23. Biblia imeandikwa, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu huu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Haleluya. Biblia inaonyesha wana wa Israeli wakiwa katika uhamisho wa Babeli, wanataka kurudi katika maeneo yao mazuri waliokuwa wameandaliwa na Bwana. Wakati Ezra akapata maono ya kwamba kuna jambo moja ambalo liko mbele yetu inatukabili. Tunapoanza safari ya kutoka mahali hapa, tumepewa ruhusa, lakini tuko kundi chache, hatuna silaha za wapiganaji, hatuna wapanda farasi, hatuna uzoefu sana wa vita, na huko njiani tunakopita kuna adui zetu wengi wamejaa. Je, tutavukavukaje? Kwa hiyo Ezra alipopiga hesabu ya kiroho hiyo, akajua hapa tutaondoka na tunaweza kufia njiani na tusifike mahali ambako tunakusudia kufika. Kwa hiyo Ezra akaamuru watu wafunge kwenye mto Ahava, na walipofunga wakajinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa nini walijinyenyekeza? Ili wapate njia iliyonyooka, au Mungu aweze kuingilia kati katika mahitaji yao, Mungu aweze kuingilia kati katika haja ya mioyo yao, Mungu aweze kuingilia kati katika njia watakayoendea. Kwa hiyo tunaona mtumishi wa Mungu Ezra akatoa maelekezo muhimu sana. Kwa nini alitoa maelekezo? Ukisoma mstari wake wa 22, kilichomsukuma sana kufunga kilikuwa ni nini? Ilikuwa ni sababu ya upungufu wa majeshi, ilikuwa ni sababu ya hofu ya adui njiani, lakini ilikuwa ni kwa sababu wanajua Mungu anaweza kuwasaidia. Kwa hiyo hizo ndio sababu za haraka zilizoweza kumsukuma Ezra amri watu wafunge. Kwa hiyo wakafunga. Walipofunga wakamlilia Mungu, wakamlingana Bwana, na baada ya kufunga wakaondoka na Mungu akawatakabali, au Mungu akawakubali, akawaridhia yale maombi yao waliokuwa wakiomba mbele za Bwana. Kwa hiyo huu mfungo waliofunga ulikuwa ni mfungo wa kutokula, ulikuwa ni mfungo katika mwili, yaani miili yao. Kufunga katika mwili maana yake ni kuondoa ratiba baadhi za kula katika maisha yako, kwamba ninaondoa baadhi ya ratiba za kula. Kwa mfano, kwa kawaida jamii nyingi watu wanakula asubuhi, mchana na usiku. Kwa hiyo nasema mimi naweza nikafunga nikawa sili mchana, nikawa ninakula asubuhi na usiku. Ni aina ya mfungo. Kasema mimi sitakula asubuhi, nitakuwa nakula labda kuanzia saa 6 kamili mchana, na nikila saa 6 nitakula tena saa 2 usiku, na muda wote huo ukawa huli chochote. Kwenye kufunga katika mwili ni kupunguza ratiba za kula
za kawaida. Na hapa unapofunga katika mwili wako unazofika. Mwili unapozofika, tamaa za mwili zinashuka. Tamaa za mwili zikishuka, ndo tamaa ya roho yako kumtamani Mungu inaongezeka. Nikawa nimeona jambo fulani katika maisha yangu, hata maisha ya watu wengine, kwamba mwili na roho haviwezi vikenda sambamba. Lazima kimoja kiweze kutawala kitu kingine. Kama mwili utatawala roho, tutaona matunda ya roho. Ndipo Paulo anawaambia Wagalatia 5:16, anasema nendeni katika roho, msienende katika mwili, maana matendo ya mwili ni zaidi ni haya. Kwamba kumbe mtu ambaye anafunga, mwili wake unakuwa dhaifu. Ukiwa dhaifu, roho yake inainuliwa. Manake kama mwili ulikuwa na 50% na roho ilikuwa na 50%, mwili ukashuka 30%, zile 20 zilizopungua zinapanda kwenye roho. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuzofisha mwili wako, roho yako inaongezeka. Kwa hiyo kufunga katika mwili ni kupunguza ratiba zako za kula chakula cha kimwili, na unapopunguza unaongeza kuomba wakati umeenda kwenye kufunga. Na hapa niweke vizuri, sisi tuliokolewa, kufunga ni kitu cha kawaida na kuomba ni kitu cha kila siku. Yaani maombi ni kitu cha kila siku. Kama mwili wako unavyohitaji chakula uweze kuishi, na roho yako inahitaji neno, inahitaji maombi uweze kuishi. Kwa hiyo kufunga na kuomba ni kitu cha kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuja kusema tunaingia kwenye kufunga, maana yake unafanya zaidi. Unapokuja kusema naingia kwenye kipindi cha kufunga na kuomba, unafanya zaidi ya ile kawaida, kwamba mimi leo nilikuwa ninaomba saa moja, naomba nusu saa. Lakini naposema naingia kwenye mfungo wa kufunga na kuomba, unajikita kuomba zaidi ya saa. Au unaweza kuweka vipindi kwamba nilikuwa naomba nusu saa, unasema leo nitaomba nusu saa, baada ya muda tena nitaomba nusu saa, baada ya muda nitaomba nusu saa. Unajikuta ndani ya siku moja umeomba hata masaa 4, 5 au 3, umeomba nusu saa, ukapumzika kwa nusu saa. Kadri unavyozidi kuomba unajikuta unaongezeka katika uwezo wa kuomba. Maombi hayaji automatic, yanakuja kwa hatua. Hata kina Petro na Yohana na Yakobo walienda na Yesu kuomba mlimani. Walipoenda kuomba mlimani, Yesu akaomba zaidi yao, na wakuta wamelala. Mara ya kwanza amepumzika, nakuta wamelala. Anaenda anaomba tena, nakuta wamelala. Anawaambia hamwezi kuomba hata lisali moja. Maana yake kumbe kulikuwa na kiwango Yesu anaomba zaidi yao. Lakini baadaye walipopokea nguvu akina Petro, baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yao, na baada ya kufundishwa kuomba, wakawa wanaweza tufundishe kuomba, anawachukua na kufundisha kuomba, waliongezeka siku hata siku. Kwa hiyo kama leo uliomba robo saa, kesho tamani kuomba dakika 20, kesho kutwa tamani 25, baada ya wiki tamani saa moja, baada ya mwaka uweze kuomba hata masaa 24 mfululizo. Umekaa kwenye utulivu na muomba Bwana. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Ezra akaamuru watu kufunga, watu wakafunga katika mwili, wakaomba na Mungu akaonekana kwao. Kwa hiyo maana ya kwanza kufunga katika mwili ni kuzuia ratiba za vyakula, ratiba za milo unazipunguza. Lakini maana ya pili ya kufunga katika mwili, ni kupunguza aina fulani ya vyakula. Kuna kupunguza idadi ya milo, lakini kuna kupunguza aina fulani ya vyakula. Kwa mfano, naomba nisome kitabu cha Daniel sura yake ya 9 hapa, ya 9 hapa, 9 kuanzia mstari wake wa 4. Haleluya. 9 kuanzia mstari wake wa 4, Biblia inasema hivi: nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, shikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi na hata kuyacha maagizo yako na hukumu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma hapa hii sura utakuja kugundua Danieli anasema
kwamba katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwaka wa Asuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu na nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70, nikamwelekezea Bwana uso wangu ili kutaka kwa dua na maombi pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia. Huyu mtumishi wa Mungu Danieli, baada ya kugundua majira na nyakati ya kutimizwa ukiwa au majira na nyakati ya Bwana kutimia, naye alifunga katika mwili. Lakini Danieli alifunga katika mwili, alijizuia kula vyakula fulani, alijizuia kula vyakula vizuri, vyakula vinono, delicious food, akala vyakula vya hadhi ya chini, na alikuwa ni mtu mwenye fedha, na alikuwa ni mtu ambaye ana mahitaji mazuri. Kwa mfano, kufunga kwa aina hii ya pili ya kufunga katika mwili, kupunguza baadhi ya aina ya vyakula. Kwa mfano, unaweza kusema katika mfungo wangu wa siku 7 sitakula ugali, sitakula wali, nitakula matunda na nitakunywa uji tu. Nitakula matunda na nitakunywa uji kwa siku 7, na ukawa unatumia vyakula hivyo tu, na huo mfungo ukawa ni mfungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aina ya tatu ya kufunga katika mwili, kumbuka tulipoanzia kufunga katika mwili kumegawanyika nako, na hapa ni muhimu kujua kwamba kufunga katika mwili kuna kupunguza ratiba za kula kutoka labda kwenye ratiba 3 za siku ukawa na ratiba 1. Lakini maana ya pili ya kufunga katika mwili ni kuwa selective, kuwa na uchaguzi wa aina ya vyakula wakati wa mfungo. Ndio maana tunaona Yesu ameenda kuomba mlimani siku 40, alikuwa anafunga bila kula chochote. Yohana alikuwa anakula nzige na asali. Elia alikuwa anakula nzige na asali na matunda ya porini. Kwa hiyo unaona alikuwa hali vyakula wakati yupo huko anamtafuta Bwana. Lakini kuna wakati alikuwa anakula vyakula vizuri, kama alivyoenda kwa mama Sarepta. Elia alikula, lakini wakati wa kujifungia kutafuta uso wa Bwana huko milimani alipokuwa akienda, alikuwa anakula vyakula ambavyo si vya kawaida. Kwa mtumishi unaweza ukasema mimi nafunga nikapunguza ratiba ya vyakula, ukasema sitakula nyama, sitakula mayai, sitakula kitu chochote, nitakula kitu fulani tu. Hii imefanywa hata na watumishi wa Mungu waliotangulia. Kuna watumishi waliopita katika nchi hii ya Tanzania wamefanya mambo makubwa, lakini kuna wakati walikuwa nafunga, historia zao ni kubwa, walikuwa nafunga wakinywa uji tu na maji kwa muda fulani mrefu, na matokeo ya nguvu za Mungu zilikuwa ni nyingi kwao. Lakini leo watu wanafunga, wakati wa kufungua ameweka vyakula vyote ambavyo alitakiwa kula, yaani kakusanya vyakula vyote vya siku nzima, anakula kwa awamu, anakula kwa awamu. Sasa mfungo kama huo unaweza kuleta matokeo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona Danieli naye akafunga, akabadilisha aina ya vyakula fulani, akaacha kula vyakula vizuri ili autafute uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini aina ya tatu ya kufunga katika mwili ni kufunga mfungo kavu, unaitwa total fasting au dry fasting. Total fasting au dry fasting, mfungo kavu. Huu ni aina ya mfungo mtu ambao anaufanya. Tupo katika kufunga katika mwili, hatujaingia katika nafsi na katika roho. Kufunga katika mwili, total fasting au dry fasting, mtu anafunga kwa kipindi fulani, na kipindi chote hicho hatumii aina yoyote ya chakula. Kwa mfano, mimi nasema nitafunga siku 10, sitakunywa maji, sitakula chochote mpaka siku 10 zipite, kama Yesu alivyoenda kufunga siku 40, kama Musa alivyofunga siku 40. Lakini
kila mtu atafunga kwa neema aliyopewa na Mungu, na kwenye kipindi kitakachokuja au vipindi vitakavyofuata nitaelezea kwa undani mambo ya kuzingatia kabla ya kwenda kufunga, ili hapo usije ukakosea kwamba umesikia mtu kafunga siku 5 kavu na wewe ukakurupuka kufunga siku 5 kwa muhemko bila uthibitisho wa Roho Mtakatifu, unaweza ukafa. Kuna watu wamekufa wapo katika mfungo. Kuna watu wamezofika wapo katika mfungo. Kwani hawakufanya kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, walifanya kwa matakwa yao au kwa kuiga au kwa mihemko. Kwa hiyo kwenye kufunga total fasting, kwamba kwa muda fulani sitakula labda masaa 24, masaa 18, asubuhi mpaka jioni, kadiri na neema ya Mungu inafanya kazi ndani yako. Usiige, narudia tena, usiige. Funga kwa kadiri ya neema uliopewa na Bwana. Kama mtu mmoja anafunga siku 3, wewe huwezi kufika, funga. Lakini unapoendelea kufunga unaendelea kuzoea. Kuna watu ambao walikuwa hawawezi kufunga, tulikuwa nao kanisani, walikuwa wanafunga masaa 12 tu mwisho, lakini walijikuta wanafunga siku 3, siku 4 bila kunywa, bila kula, tupo kanisani, na Mungu alionekana kwao na amewainua, wagusa maisha yao. Kwa hiyo hatua za kufunga ni kama mtoto mchanga. Mtoto mchanga hawezi kuzaliwa na kuanza kutembea. Ataanza taratibu kunua hatua moja, ataanza kutembea kwa kushika ukuta, kushika kitu, baadaye atatembea, baadaye atakimbia, baadaye atakuwa mtu mzima. Kwa hiyo hatua za kiroho navyo ziko hivyo hivyo, kwamba mtu anaanza anapozaliwa katika roho kwa bado ni mtoto mchanga, manake hatua zake za kufunga, kusoma neno, kila kitu kinakuwa bado kipo chini, lakini anapoendelea kuongezeka anajikuta amekuwa mtu mkubwa na mtu mzima katika roho, anaweza kufunga sasa zaidi ya ile hatua ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom. Twende pamoja. Kwa hiyo hii total fasting ni kwamba kwa muda wote ambao umekusudia mfungo wako hauli, haunywi chochote. Hii ni total fasting na inakuwa na sababu zake. Mtu binafsi anataka amfanyie Bwana, kutafuta uso wake Mungu aliye hai. Kwa hiyo kwenye aina ya kwanza mfungo, kufunga katika mwili, ni mafafanuzi hayo niliyoweza kukueleza. Ya kwanza ni kufunga kwa kupunguza ratiba za kula, lakini ya pili ni kupunguza aina ya vyakula, unachagua tu baadhi ya vyakula. Lakini aina ya tatu ni kufunga kwa bila kula kwa muda wote utakuwa umefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niingie maana ya pili au aina ya pili ya kufunga. Aina ya pili ya kufunga ni kufunga katika nafsi. Kufunga katika nafsi, kufunga katika nafsi. Zaburi 35 ule mstari wa 12. 35 na mstari wa 12. Bwana Yesu na asifiwe sana. Tunamwona Daudi, ukianzia mstari wa kwanza tunaona Daudi anajitetea mbele za Mungu kutokana na mapito anayopitia. Anaomba adui zake waweze kuharibiwa na Bwana. Utasoma kwa wakati wako, lakini mimi nitachukua tu mstari wa 12 na wa 13 wa Zaburi 35, 12 na 13. Nasema, walinilipa mabaya badala ya mema, hata nafsi yangu ikaingia ukiwa. Bali mimi nilipougua nguo yangu ilikuwa gunia, nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Nalijifanya kana kwamba ni rafiki au ni ndugu, naliinama katika mlima kama aliyefiwa na mamaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nitakusomea baadaye hapo Zaburi ya 42 kuonyesha kufunga katika nafsi. Kufunga katika nafsi, ndugu yangu katika Bwana, kufunga katika nafsi ni kipengele cha pili au ni aina ya pili ya kufunga. Nataka nikwambie, wako wengi wanafunga katika mwili lakini hawafungi katika nafsi.
na hawapati matokeo. Nitakwambia tofauti zake ni nini. Kufunga katika nafsi, ukumbuke mwanadamu amegawanyika katika nafsi, mwili na roho. Tunaposema kufunga kwa ujumla, vyote hivi vinatakiwa vifunge katika ukamilifu wake. Sasa kila kimoja kuna aina yake ya kufunga. Daudi anasema 35 mstari wa 13, bali mimi nilipougua nguo yangu ilikuwa gunia, nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakirejea kifuani. Hapa ni kufunga moyo wa mtu, nafsi ya mtu unaifunga, kwamba kile unachokitamani, kile ambacho unakipendelea kukifanya sana. Kwa mfano wewe unamfuatilia labda kwa siku unatumia simu masaa 3, 4, 5 kwa siku, unafuatilia movie, unafuatilia season, kwa siku unaenda kupiga story, kwa siku una marafiki unazungumza nao, kwa siku kuna kitu unakipendelea sana kukifanya. Tunapokuja kwenye kufunga katika nafsi, hapa ni kuzuia vitu vinavyoingia moyoni mwako, kuzuia taarifa zinazoingia moyoni mwako, kuzuia vitu ambavyo havina utukufu kuingia katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufunga katika nafsi ni kuugua moyoni mwako, ili neno la Bwana liweze kukaa. Nini unatakiwa kufanya wakati unafunga katika nafsi? Ukitaka kufunga katika nafsi, moyo wako unatakiwa uanze kulikubali neno na kulitamani. Utumie muda mwingi kusoma neno na kutafakari. Kuna watu wengi wanafunga, mtu anaweza akafunga yupo kazini, katika mwili kafunga labda mfungo wa siku 21 ametangaza, au binafsi ameamua, lakini tangu asubuhi yuko busy na kazi, mchana yuko busy na kazi, anapata nusu saa kuomba, labda ile break kidogo anapata saa moja, lakini muda mwingine wote nafsi yake imeunganika na vitu vingine, inawaza vitu vingine, lakini pia bado anawasiliana na watu tofauti. Kwa hiyo unajikuta nafsi yake imejaa vitu vingi sana ambavyo havimjengi katika Bwana. Kwa hiyo kufunga katika nafsi ni kuzuia chochote kinachoweza kuingia ndani ya moyo wako kisicho na faida katika Bwana, kwamba ni kufunga connection zozote za vitu ambavyo vinaweza kuijenga nafsi yako. Na hapa kwenye kujengwa kwa nafsi, inaweza ikajengwa kupitia mambo yafuatayo: kupitia vile unavyovisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile unavyovitazama, vile unavyoviwaza, na vile vinavyokuzunguka. Bwana asifiwe sana. Kwamba kufunga katika nafsi, unavizuia hivyo vinavyokuzunguka nafsi yako, unaungua mbele za Bwana. Nadhani nichukue mfano huu kwa mtu ambaye labda amepitia stress nyingi, au amepitia labda kazulumiwa nyumba. Kwa mfano kazulumiwa nyumba, muda mwingi akili yake itakuwa inawaza kuhusu tu nyumba, inawaza nyumba. Unaweza kuwa unaongea naye, lakini mawazo yake hapo kwenye nyumba tu, anawaza ile nyumba, anawaza itarudije. Au mtu ambaye labda kaferi masomo, atakuwa anawaza hivyo tu, anawaza hata kama yuko analima, anawaza hivyo, hata kama yuko anafanya kazi, anawaza hivyo, hata kama anakula, anawaza itakuwaje. Anaona kuna upweke au kuna uhitaji ndani ya moyo wake, haujapata jibu. Kwa hiyo kufunga katika nafsi, moyo wako na kuona mwaza Mungu hautosheki. Ndipo Daudi akasema 42, kitabu cha Zaburi 42 mstari wa kwanza na wa pili, nasema hivi: kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Anaongea na nafsi yake hapa. Nafsi yake ndo inaugua. Na hapa mtu anayefunga nafsi anaweza akawa anakula, akala akafunga katika nafsi, yani nafsi yake iko bize na Bwana, na mwaza Bwana, anafikiri mambo ya Mungu, anafikiri mambo ya ufalme, yani kutafakari kunaishia kwenye mambo ya Mungu kwa asilimia kubwa, na mambo mengine yanafuata baadaye, lakini sehemu kubwa anatafakari mambo ya ufalme. Leo nasema
nafsi yangu ina kiu kama vile ayala. Ayala ni kama mfano wa paa. Ukipita kwenye mbuga za wanyama, kuna wanyama fulani wanafanya kama mbuzi fulani, mbuzi pori, wana mapembe marefu, ni kama paa, aina ya paa. Umeona? Kwa hiyo sasa anasema nafsi yangu inaona shauku, kama wale wanyama ni kama swara, kwamba nafsi yake inaona shauku kama ayala aoneavyo shauku maji ya mto. Sikiliza, ukipata shauku ya kunywa maji unaweza kwenda umbali mrefu kuyatafuta. Kwa hiyo nafsi yako inaenda mbali kumtafuta Mungu, yaani mawazo yako yanasafiri mbali, unakuwa na imagination na mafikirio na tafakari kubwa kuhusu Mungu. Unatafakari kuhusu Mungu, nafsi yako inatafakari Mungu. Unaweza ukafunga katika mwili siku 3 kavu, lakini mawazo yako yasiwe yanamwelekea Mungu. Kawa umefunga lakini uko kwenye stress, unawaza vitu vingine. Mbele za Mungu kaona unaonekana kidogo. Anasema mstari wa 2:42 Zaburi, nafsi yangu inamwonea kiu Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Anasema lini mimi nitakuja nionekane mbele za Mungu, yaani Mungu anione nimefika mbele zake, naonekana wazi. Nimetokea, moyo wangu uko mbele za Bwana, mawazo yangu yako mbele za Bwana, hisia zangu ziko mbele za Bwana, kila kitu changu kimeonekana mbele za Bwana, shauku yake ya nafsini. Kwa hiyo unafunga vitu vingine vinavyoingia nafsini, na nafsi unaanza kuijaza neno la Mungu. Huu ndo mfungo unaoleta mabadiliko ndani ya mtu na tabia kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifunga katika mwili utaacha kula, ile ukija kumaliza kuanza kula, ukianza kula tabia za mwili zinainuka tena. Lakini ukifunga katika nafsi, tabia za mwili zinatiishwa na nia yako ya ndani inageuzwa, inaweza kufanana na Kristo. Hapa ndipo mtu anafunga katika nafsi, anashangaa, hasira inaondoka, anaweza kusamehe, huruma, kuwahurumia watu walio katika dhambi, kuwaombea, kutafakari mema kwa ajili ya wengine. Mwingine amefunga katika mwili lakini ana ugomvi, huyo ana hasira na matukano, yaani yuko kwenye mfungo hata siku 21, akitoka masaa 12 kufunga, akifungua, huyo ndo mtu wa bize na mambo ya hovyo, lakini kesho tena anafunga. Nafsi yake iko loose, nafsi yake iko wazi, inaweza kushirikiana na vitu vingine tofauti visivyomjenga Mungu, visivyomjenga katika Mungu. Kwa hiyo kufunga katika nafsi ni kuisubmit nafsi yako kwa Bwana, yaani kuiweka nafsi yako kwa Bwana. Haleluya. Lakini naomba niweze kuendelea mbele. Kufunga katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufunga katika roho, tuangalie kitabu cha Zaburi 69 na ule mstari wake wa 10. 69 mstari wa 10. Nilipolia na kuiadhibu roho yangu kwa kufunga, ikawa laumu yangu. Nilipofanya gunia kuwa nguo zangu, nikawa mithali kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naona Daudi anaonyesha tena kitu cha pekee ambacho kitu tafakarisha. Anasema 69:10 Zaburi, anasema kwamba nilipolia na kuiadhibu roho yangu kwa kufunga, roho yake akaiadhibu. Sasa kufunga katika roho ni nini basi? Haleluya. Kufunga katika roho ni nini? Kwamba roho ya mwanadamu inaweza kuwa na miunganiko ya roho nyingi, inaweza ikawa na ushirika na roho nyingi, au na inaweza ikawa inahusiana na roho nyingine nyingi. Kufunga katika roho ni kumwomba Mungu akusaidie roho yako iwe na ushirika na Roho Mtakatifu kwa wakati wote, yaani isiwe nje na Roho Mtakatifu, yaani roho yako ikae kwenye utulivu na Roho Mtakatifu wakati wote. Sasa kufunga katika roho, hiki ndicho kiwango cha juu cha kufunga.
na nitakuja niunganishe hapo kufunga katika mwili, kufunga katika roho na kufunga katika nafsi. Kwa pamoja vinafanyaje kazi, au mtu anaweza akafungaje vyote kwa pamoja? Kwa kufunga katika roho, hii ni shauku iliyopitiliza kawaida ya roho yako kumtamani Mungu. Ni shauku iliyopitiliza ya roho yako kutamani kutimiza mapenzi ya Mungu. Yaani hii roho ya mtu inasukumwa kumtafuta Mungu kwa kiwango cha kutaka matokeo yaliyo dhahiri. Yaani kwa mfano, mtu anaweza kuwa kwenye huduma fulani, roho yake ikaugua kwa kumtafuta Mungu kuliko kawaida. Yaani mtu huyu anayefunga katika roho yupo tayari hata kuacha familia yake na mke wake akawaaga kwa kipindi cha mwezi mzima, akaacha mahitaji akaenda kukaa pole. Huyu mtu sio mtu wa kawaida. Anasema mimi kwa siku hizi 30 sitafanya kitu chochote, ninaenda kujifungia kama ni kanisani, kwenye chumba cha maombi. Yaani roho yake, nafsi yake na mwili wake vyote vinahuishwa. Sasa unapokuja kufunga katika roho ni kule kujizabiu. Daudi anasema nikaiazibu roho yangu, roho yake ikaingia kwenye adhabu kwa ajili ya kumtafuta Mungu, kama ambavyo mwili unaingia kwenye adhabu ya kutokula kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Nafsi yako inaingia kwenye adhabu ya kutokutazama vitu ambavyo vinakuvutia, kutokushirikiana na watu ambao ni wa karibu wanaokufurahisha, na roho yako inafunga hasa kwa ajili ya kumtafuta Mungu tu. Na hii roho ndo inaweza ikasababisha mtu azaliwe katika huduma ya utumishi uliotukuka katika Bwana, au utumishi ulio sahihi katika Bwana. Na kufunga katika roho ndipo vipawa vya Roho Mtakatifu vinaanza kuachiliwa. Na mtu anayefunga katika roho ni mtu ambaye ni rahisi sana kujikuta anajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye katika nafsi ameshatoka. Katika mwili sio kitu cha kuwaza. Yani katika mwili kwamba kufunga masaa 12, kufunga kutokula kwake sio shida. Umeona kwamba anaweza kufanya hivyo na ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo ndugu unayemfuatilia, angalia jinsi unavyofunga. Unafunga kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tukimbie kwenye kitabu cha Isaya 58. Isaya 58 kuanzia mstari wake wa 3 hata ule mstari wa 9. Isaya 53 mstari wa 9, uone hapa viwango Mungu anavyoviongelea vya kufunga. Anasema hivi: walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioiacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahia kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Sikilize, nataka nikuonyeshe kwamba unaweza ukafunga lakini usipate matokeo, kwa sababu unafunga tofauti na ambavyo inatakiwa ufunge. Mungu anatumia kinywa cha nabii Isaya, nenda akapige kelele kama tarumbeta, wahubiri watu makosa yao, dhambi zao na uasi wao. Mungu anamwambia watu hao wanafunga, lakini Mungu haonekani. Kwa nini? Mtu anafunga, anaacha kula, lakini nafsi yake iko kwenye uchafu. Mtu anaacha kula, anajitesa kuacha kula, lakini mchana kutwa anajifungia, anaangalia TV na anaangalia labda mpira, afu yuko kwenye maombi, anasubiri jioni kabla ya kufungua saa 11:30, anapika kwanza uji, anapika na vitafunwa, alafu ndo anaingia kumshukuru Bwana. Saa 12 imefika, anakula. Haujafunga hapo, bado uko kwenye hatua ndogo sana. Kuvunje moyo, lakini kutie moyo, ongeza bidii. Wakati wa kujitenga kufunga, tumia nguvu nyingi uweze kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa nasema watu hawa wanaonekana wana bidii katika kumtafuta Mungu, lakini haoni matunda. Kwani? Kwa sababu wanafunga vibaya, kama ambavyo watu wanafunga sasa. Wanafunga lakini wanafunga kwa mazoea, wanafunga kwa ratiba za kanisa za dhehebu, wanafunga kwa ratiba za kitaifa kwamba imetangazwa mfungo, nao wanaingia kwenye mkubwa, wanafunga. Mtu hakuwa na taarifa ya Roho Mtakatifu, binafsi anafunga. Kwa hiyo ukifunga kwa namna hiyo, unafunga kwa kujiridhisha wewe tu,
lakini mbele za Mungu unaweza usipate matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanasema tumefunga ili kumkaribia Mungu, lakini hatukumkaribia. Kwa nini? Kwa sababu tumefunga vibaya, tumefunga tofauti na ambavyo Mungu anataka tufunge, tumefunga kwa mazoea, tumefunga kwa mifumo ya dini. Kwa hiyo lichukue fundisho hili liweze kutengeneza misuli yako na uamsho tena wa kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lichukue fundisho hili liweze kukubadilishia mfumo wako wa maisha kuanzia siku ya leo. Unaposikia uchagua aina mojawapo ya mfungo kati ya hizo tatu, kila siku uweze kufanyia majaribio. Anza kusikiliza huu ujumbe, rudia, uanze kusikiliza hatua kwa hatua, alafu anze kuchagua aina ya mfungo ambao unaona ni mwepesi kwako. Ufanye bidii ili upate matunda. Lengo kuu la ujumbe huu sio kukufundisha tu. Lengo nataka unaposikiliza uweze kupata mabadiliko katika Bwana. Najua tunapambana kumkaribia Mungu kama walivyokuwa wanafanya wana wa Israeli, lakini hawaoni matokeo. Sasa hebu badilisha mtazamo wako, badilisha mwenendo wako, badilisha kufunga kwako. Tafuta swaumu ambayo inampendeza Mungu sana. Wanaofunga duniani wako wengi sana, na dini za watu wenye imani ya Kristo na zisizo za Kristo wote wanafunga. Lakini je, baada ya kufunga nini kinazaliwa? Watu wanatoka kwenye mifungo wanaendelea na dhambi, watu wanatoka kwenye mifungo wanaendelea na anasa na zinaa na matukano na uongo. Sasa mfungo wao ulikuwa una maana gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niweze kukujulisha jambo hili. Kufunga ni nini tena ninapokaribia kufika mwisho katika pati hii ya kwanza. Kufunga ni kuzuia utendaji kazi wa roho chafu ndani ya mtu, ili mtu huyo aweze kuwa mkamilifu mbele za Bwana. Kufunga ni nini? Kufunga ni kuzuia tabia chafu na kuvunja vifungo vya uovu ndani ya mtu, ili mtu huyo aweze kumkaribia Bwana. Kwa hiyo unapoanza kufunga, jua hii, maana pia itakusaidia kwamba kumbe naenda kuvunja vifungo vya kwanza, ili Roho Mtakatifu, ili Bwana aweze kuketi na mimi. Mungu anatafuta sana watu watakaweza kufunga katika roho na kweli. Usifunge kwa ajili ya majivuno, usifunge kwa ajili ya sifa. Na hapa ninataka nilionye kanisa, kama utatangaza kufunga kwa jumuiya, watangazie watu ili watakaopenda kushiriki waweze kushiriki. Lakini kama utatangaza kufunga binafsi, hebu funga kawaida. Nimekuwa nikiona watu wanafunga kwa show off, kwa maonyesho. Mtu ameenda kufunga mlimani. Fikiri mtu kafunga safari kutoka Dar es Salaam Mbeya, kaenda mahali fulani kwenye mlima, kaenda na cameraman, kaenda na watu wa kumrekodi. Yuko kapiga magoti kwenye jiwe, anaomba, kafungua Biblia. Wengine wanaenda mbali, wanajifunika mpaka na shuka jeupe, anabakiza uso tu, yuko kwenye maombi. Nataka niwaambie, hayo sio maombi, hiyo ni sifa. Bwana asifiwe. Usifunge kwa namna hiyo. Mathayo sura ya 6. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 6. Nataka nikuonyeshe kwamba hili somo la kufunga ni nzuri sana. Biblia inasema hivi, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, ili kusudi mtazamwe nao, kwa maana mkifanya kama hayo hampate thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Watu mtoapo sadaka, msitoe kinafiki. Lakini mstari wa 7, Mathayo 6 mstari wa 7 inasema, nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, wao huzani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu aonaye au ajuaye mnayoyahitaji kabla ninyi hamjaomba. Baba yenu anajua mnayohitaji kabla hamjaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 16 anasema, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kuipata thawabu yao. Unaona?
kwamba Yesu anawaonya, mnapoenda kufunga ni siri yako na Mungu. Mungu anaona sirini. Unapokuja kwenye public, kwenye umati wa watu, kwa mfano mimi niseme naenda kufunga, au kama hapo unavyosikiza anasema nipo kwenye mfungo siku ya 3, tuma mahitaji yako ni kuombe. Hapana, hatutaki kuwa hivyo. Kabla ya kwenda kufunga, kusanya mahitaji, nenda nayo kule sirini, omba sirini. Kwa hiyo ninasema na ninyi waombaji na wafungaji, kuomba na kufunga kwa namna hiyo ya kujiexpose ni kinyume na neno la Bwana. Hata kama utapata ujumbe wakati upo kule kwenye maombi, ule ujumbe uwasilishe tu na kisha umalize. Yaani mtu asijue upo kwenye maombi, mtu asijue upo wapi. Njoo, zungumza, rekodi, maliza, utume. Yaani uwe kama kawaida, yaani mtu asije akakudefine, asije akakutambua uko wapi. Usifanye maonyesho ufungapo, usijionyeshe unafunga. Ni makosa makubwa, na hii ni tabia ya watu wanaofunga katika mwili tu, nafsi zao hajafunga. Ukifunga katika nafsi, kuna kipengele cha hisia ndani ya nafsi kinadhibitiwa na Roho Mtakatifu. Ile emotion ya kutaka kuonekana inadhibitiwa, unakuwa uko kifungoni. Kufunga ni kufungwa na Roho Mtakatifu, kifungoni kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Nisikilize, ulishaona mfungwa aliye gerezani kafungwa, alafu anatoka anakuja ulayani, anajipiga picha, anasema leo nilikuwa mahali fulani, nilikuwa mahali fulani. Hapana, kila siku atakuwa kwenye jezi lake mpaka siku amefunguliwa kwenye kifungo hicho, amekuwa huru. Kwa hiyo unapoenda kufunga, umejifunga mwenyewe, umejifunga mwenyewe. Au Yesu alipokuwa mlimani, hakuwa anarudi siku 40, anakuja anasema jamani, nimemwona Mungu. Au Musa hakuwa anarudi mpaka utimilifu wa siku zake za kufunga zipotimia, ndipo alipokuwa anarudi na kuweza kutoa ujumbe aliopewa. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, hiki kitu kisijirudie tena katika maisha yako. Ni kweli kunafanya, lakini kwa sasa, kwa kupata maarifa haya, usifanye hivyo. Unapofunga, maombi yako yatakiwa kuwa siri, secret. Ndio maana waombaji, kuna kitu kinaitwa secret place, mahali pa faragha. Maombi yako yasipokuwa ya faragha, ni unafiki unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo endelea kufuatilia